alaikum na karibu tena katika kipindi Achungo Teens Talk Show. Leo tumebarikiwa na wageni watakaotueleza kuhusu mada yetu ya leo, usawa wa kijinsia hasa kwa wasichana. Jina langu ni Sasha Mwai na kipindi ni ile tu, Achungo Teens Talk Show. Kwa wageni wetu, fursa ndio kwenu waweza kujitambulisha kwa majina yenu kamili. Tuanze na jina langu ni Grasha Michelle. Ninasoma katika shule ya kibinafsi ya Achungo. Ninawajibika kupigania usawa wa kijinsia hasa ya wasichana. Asante sana Grasha. Je, wewe? Naam, asante sana kwa fursa hii. Jina langu ni Jinkandi. Mimi ni mwanafunzi katika shule ya kibinafsi ya Achungo. Niko katika gredi ya 8 na najielimisha kupigania usawa wa kijinsia ya kike. Asante sana. Mmetueleza kuwa nyinyi ndio wanafunzi ambao wamewajibika kupigania usawa wa kijinsia. Je, mbona mama kupigania usawa wa kijinsia hasa kwa wasichana? Unapata miaka mingi iliyopita wasichana hawakuwa wanapewa nafasi ili kwenda shule. Hiyo ilielimisha kuweza kupigania usawa wa kijinsia kwa sababu wanawake walikuwa wanachukuliwa kama watu wadogo sana katika jamii. Asante sana. Kuna kitu nataka kuongezea? Naam, niliamua kupigania usawa wa kijinsia ya kike kwa sababu wasichana wanapitia changamoto mingi kama kubakwa na nilikuwa nataka kujielimisha ili niwahimize waendelee na masomo yao. Je, mmewahi shuhudia mtu akiwa anadhalilishwa kwa sababu ya jinsia yake au kwa sababu ya uwezo wake kufanya jambo lolote au kitu yoyote kuhusiana na mada yetu ya leo? Naam, nimewahi kushuhudia mara nyingi. Na ya kwanza nilipokuwa grade ya 4, nilikuwa na rafiki yangu ambaye alilazimishwa na wazazi wake ili aolewe na mtu aliyemzidi umri. Hivyo alikimbia na kutoroka shule. Hata hivyo wazazi wake hawakukata tamaa na walikimbia na walimtafuta. Ilimbidi aache shule na angeweza kutimiza ndoto zake. Asante. Je, nikiwa nyumbani nilishuhudia kijana mmoja ambaye alikuwa kijinsia wa kiume. Alikuwa anataka kuwa mpishi, lakini wazazi wake hawakuwa wanataka akuwe mpishi kwa sababu hiyo kazi ilikuwa ya wasichana. Hata hivyo hakukata tamaa, akaendelea na upishi wake hadi sasa hivi yeye ni mpishi hodari. Je, mko na kitu mnataka kuongezea au jambo lolote mweza kuambia mtu anayepitia changamoto hii ya usawa wa kijinsia? Mimi naweza wahimiza kuwa kila mtu yuko sawa, iwe wa kike ama wa kiume, msichana au mvulana. Kama unataka kuwa mtu fulani kuwa mkubwa, unafaa kusoma kwa bidii ili uweze kutimiza ndoto zako, na pia unafaa kuenda shule bila kukata tamaa. Naweza muhimiza mtu asikate tamaa. Kazi ni kazi. Kazi ni kwa watu wote. Haijalishi wewe ni wa kijinsia ya kike au wa kiume. Asante sana wapenzi watazamaji kuwa nasi toka tuanze kipindi chetu cha Achungo Teens Talk Show. Ukiwa na mapendekezo au malalamisho yoyote, waweza tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu 0757787571. Nilivyowaambia awali, jina langu ni Sasha Mwai, kipindi ni ile tu, Achungo Teens Talk Show. Kwa heri.